Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Bwana Yesu asifiwe. Wandugu wapendwa, niseme asante sana. Unajua kila wakati waga nasema nasikia fahari kubwa sana tena sana kuwa na ninyi. Nasikia fahari kubwa tena sana kuwa na ninyi, kuangalia sisi, kushare, kucomment, kulike, kusubscribe. Yote nazidi kusema amani ya Yesu Kristo izidi kuwa na ninyi. Izidi kuwa na ninyi. Lakini pia ni washukuru wale ambao wamejitokeza katika kushare mambo haya, kama vile Toba na Uamsho TV, ambao na wao pia wataanza kurusha vipindi hivi ama nabii hizi kuanzia kengele 7 za kuzimu hadi wanamaliza yote. Wanaanza kuupload kuharibika kwa dunia, kuharibika kwa dunia mwanzo hadi mwisho, hadi wanakuja kwa kengele 7 za uamsho wa kanisa mwanzo hadi mwisho. Asanteni sana ndugu kwa kazi mnayoitenda. Si jambo rahisi. Si jambo rahisi. Lakini si huyo tu, hata Promova TV wanajitolea kabisa na kusupport kazi hii. Na kama mwingine yupo, karibu chukue yote ukapeleke katika channel yako. Lengo ni kuokoa. Lengo ni kuokoa watu wafikiwe wengi. Kwa mtu mmoja tutafikia wengi, lakini 2 5 wanaorusha huko na kule, tutakamata watu na kuwatoa katika nguvu za giza. Basi kwa vile nilivyokuwa na ninyi watoto wa Yesu Kristo, nina matumaini ya kwamba mko salama. Na tulishamaliza sehemu ya kwanza katika kengele yake ya 3, na hii tulio nayo hapa ni sehemu yake ya pili katika kengele ya 3. Karibuni nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Basi acha tuangalie katika mabaki yetu yaliyobaki ya kengele ya 3 sehemu yake ya pili. Nina imani hii kengele ni ndefu kama nilivyosema. Sasa nikaanza kuambiliwa juu ya kuheshimika kwa mtumishi wa Mungu. Kuheshimika kwa mtumishi wa Mungu. Kazi yake ya heshimika kwa njia 3. Kazi ya mtumishi wa Mungu inaheshimika kwa njia 3. Njia ya kwanza, jinsi anavyovaa mbele ya watu. Njia ya pili, jinsi anavyoongea na kuishi na watu. Njia ya 3, mafundisho anayofundisha na jinsi anavyoishika na jinsi anavyoishi kupitia mafundisho anayoyafundisha. Ukifundisha kile unachofundisha na unakiishi, kinakufanya wewe mtumishi wa Mungu kuheshimika mbele za watu. Watu wanasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu anafundisha kweli, ndivyo alivyo kabisa. Sawa Na hayo ufanya even kanisa, hata lile kanisa ambalo unaliongoza, inafanya kanisa hilo ambalo analiongoza uheshimika na kufanya watu kuamini mafundisho yanayofundishwa katika kanisa hilo. Hizo ndio njia ambazo utaziapply wewe mtumishi wa Mungu unayotaka kufanya kazi ya Mungu. Ukumbuka tuko katika kengele ya 3 inaongelea sana kazi. Kazi na jasho, kukusanywa kwa jasho. Kazi. Sasa baada ya hapo niliona ulimwengu ambao sijawahi kuona. Niliona ulimwengu ambao mimi katika kuzaliwa kwangu na miaka yote hii sijawahi kuwaza kama kunaweza kukawa ulimwengu wa namna hii ambao niliuona. Ulimwengu huu kwa mara ya kwanza niliona nikapuuzia. Kasema hii ni nini?
Kwa mara ya kwanza niliona zilikuwa ni manyumba marefu, lakini meusi. Nikataka kuangalia kuna miti, sikuona miti, lakini niliona upepo. Kwa macho yangu ndo niliona upepo, vile ambavyo upepo unavyokwenda hivi niliuona, lakini upepo huu ni mweusi. Nikawa najiuliza hii ni nini? Katika kuona huu ulimwengu na majumba yake yalikuwa juu, nikawa natamani, kwa sababu naonyeshwa kule juu ya majumba, sioni kule chini. Nataka sasa nione kule chini, sio kule chini lazima watu watakuwa wanatembea kule chini. Sikuweza kuona chini. Yanaenda huko ni giza. Inashuka manyumba, yanashuka huko ni giza. Nikawa na maswali. Ilipita kama baada ya hapo samani. Ilipita kama siku 2. Sioni chochote wala kupokea chochote. Lakini katika moyo wangu na katika akili yangu najiuliza na naomba ule ulimwengu niliouona ambao una majengo marefu ambayo sijawahi kuona katika ulimwengu huu wa kimwili ni nini hasa? Sasa nikasikia sauti inasema the earth world, walisema katika Kiingereza earth world. Nikawa najiuliza hivyo ni nini? Sasa wakati mmoja niko mahali nikaona mbingu inafunguka. Mbingu ilipofunguka, wakati nibaki katika hiyo hali nipate kujua ulimwengu ni nini, nikaona mtumishi wa Mungu ambaye anajulikana kwa wengi. Huyo mtumishi wa Mungu anaitwa Billy Graham. Najua kama nasema jina lake vizuri. Anasema Billy Graham. Billy Graham. Acha nisome vizuri. Bill Graham. Huyu Bill Graham yeye alikuwa na Biblia na kitabu, lakini alikuwa anafundisha kana kwamba anataka kunielewesha, kwa sababu ndio nilikuwa nataka yangu ilikuwa nijue ni nini nilichokiona, maana sijakielewa. Sasa nikaona yeye huyu Bill Graham anafundisha juu ya astral world. Sio kwamba alikuwa anafundisha duniani, nilimuona angani na anatembea, ni Bill yule. Utofauti ni kwamba mwili wa Bill Graham ni mweupe sana kwa vile nilivyomuona katika ulimwengu huu. Sio katika ulimwengu wa mweusi, bali yeye nilimuona angani akitembea, akiongea ama kufundisha juu ya ulimwengu huu ili nipate kujua mimi. Utofauti wa yule Billy Graham ambaye tunamjua wa hapa, tulivyokuwa tunamuona na tunavyomuona kwenye TV, ni kwamba wa hapa duniani alikuwa na mwili kama wangu wa kizungu, kama unavyoona wazungu wanavyokuwa na miili yao, ni wa kawaida. Lakini wakati ananifundisha juu ya ulimwengu huo, Billy Graham alikuwa ni mweupe kama wingu. Alikuwa ni mweupe, mwili wake ni mweupe kama wingu. Sasa weupe, nikisema ni weupe. Naye alikuwa na Biblia. Akawa anasema hivi. Ananifundisha juu ya ulimwengu wa kiroho. Ananiambia siri ya ulimwengu huu ambao nimeuona. Alikuwa anasema hivi katika lugha yake ya Kiingereza. Alikuwa anasema hivi na maneno nitayasoma. Nitayasoma hayo. Anasema hivi, the astral world is a place where the cursed creatures live. Ulimwengu wa astral world, astra ni mahali ambako viumbe vilivyolaaniwa vinaishi. Nikawa na shangaa. Akaendelea kuniambia Billy Graham, akasema it is a place which is built and depending on blood. Astral world ni mahali iliyojengwa na inasimama depending, yani inategemea kwa damu. Akaniambia it is a place where there is no peace. Ni mahali ambako hakuna amani. It is a place where there is no love. Hakuna upendo. It is a place where every creature lives with regret.
ni mahali ambako kila kiumbe cha hapo katika astral world wanapoishi, wanaishi na regret. Ni nini katika Kiswahili? Kujuta, wanajuta. Ndio maisha ya hapo katika ulimwengu huu wa astral world. Niliuona, upo, sio habari. Ulimwengu upo ambako mashetani wanaishi, na kuambia ukweli. Na kwa siri yako, Mungu akisaidia, nitakuja kufunua mengi zaidi juu ya ulimwengu huu wa astral world nikipata kibali. Akaniambia hivi, huyo Billy Graham, yule mwinjilisti, yule alikuwa mwinjilisti wa kule Amerika, alishafariki. Aliniambia hivi, the astral world is a place of a darkness. Astra, ulimwengu wa astra ni ulimwengu wa giza, and it brings darkness to the physical world to destroy it. Na ulimwengu huu wa giza ambao ni astral world unaleta hiyo giza yake katika ulimwengu huu wa dunia huu tunaoishi, ulimwengu wa kimwili, ili kuja kuharibu ulimwengu huu ambao Mungu ametupatia. Akaniambia hivi, the creatures over there know that they have limited time. Viumbe vinavyoishi katika ulimwengu wa giza huu astral world wana uelewa nzuri ya kwamba wao wako na muda mfupi, muda wao uko na kikomo. Akasema hivi, and baada ya hapo mimi nikamuuliza Billy Graham, nilimwambia hivi, and I asked him, what is the difference between hell and astral world? Hell and astral world. Hell ni kuzimu, astral world ni ulimwengu wa giza. Sawa, eh? Akanijibu, he answered me that hell is a place of anger. Hell, kuzimu, ni mahali pa hasira, where every man will regret, ambako mahali yapo pa hasira kila mtu ulimwenguni hapa duniani atafanya nini? Atajutia maisha aliyoyaishi hapa duniani. Ndo ananiambia a place of sorrow, hiyo ndo hell. Hell is a place of sorrow. Ananiambia sorrow, yani eneo ya maumivu. A place of crying, eneo ya vilio, ya watu kulia. Akaniambia, but the astral world is a place of the creatures that were cast out from the light. That is why you see the world is full of darkness. Akaniambia hell ni mahali ambako mwanadamu atalia kwa hasira ya Mungu, kwa hukumu ya Mungu. Ni eneo ya mateso ya wale wasiomcha Mungu. Lakini hiyo astral world, ulimwengu wa astra wa giza, ni mahali ambako viumbe vichafu viliolaaniwa vinaishi na vilitolewa mbinguni kutoka from a light, yani viliondolewa kutoka mwangaza ambao ni ufalme wa Mungu na kuishi katika ulimwengu huu. Na kwa sababu ya hiyo ndio maana niliona huo ulimwengu wote unajaa giza, na hiyo giza yake ndo anaileta hapa duniani kuharibu wa ulimwengu. Shetani ni mjanja, usikubali. Haya ni mambo ya haut degré, yani mambo ya juu ambayo Mungu ameona tupate kujua, tupate kuelewa, tupate kujua, tupate kukumbuka na kujua ya kwamba kuna daki inatoka katika, kuna giza inatoka katika astral world kuja kuharibu ulimwengu huu. Na hiyo giza na matendo yake ndio haya ambayo sasa nikaanza kuonyeshwa matendo ya astral world katika ulimwengu huu, ambayo katika ulimwengu huu niliambiliwa ni sumu ya shetani. Sumu ya shetani.
Baada ya kuambiliwa sasa, angalia sumu ya shetani, matendo ya Asra World iliyokuwa ndani ya ulimwengu huu, ndipo nikaanza nikaona katika ulimwengu huu ambao tunaishi, viumbe kama watu vinatembea kwa kasi sana. Katika ulimwengu huo ndipo nikaona katika ulimwengu huo viumbe kama watu vinatembea kwa kasi sana, navyo vimevaa mavazi meusi. Nikaanza kuona viumbe katika ulimwengu huu wa Asra World. Nikaanza kuona viumbe katika ulimwengu wa Asra World, na viumbe hivyo vilikuwa vinatembea kwa kasi na vinavaa mavazi meusi. Yaani huko ni weusi. Yaani kuliko kuishi katika ulimwengu wa Asra World, jamani, afadhali uishi katika ulimwengu huu wa duniani. Kule ni giza nene. Na nitafunua siri ya watu waliomo hapa duniani. Nitaambia yote mpate kujua na kuwa makini na kila mtu. Hatutaenda kwa sasa. Tumalize kwanza kengele 7. Mungu akitupatia kibali, nitapasua yote bwana. Nitasema na majina ya wengine hapa. Msitusumbue. Sasa akaanza kusema hivi. Kisha baada ya hapo nikaona nyoka. Huyu nyoka sio yetu nimeona katika Astra World. Ametoka katika Astra World, lakini yuko angani katika ulimwengu huu wa kimwili. Huyu nyoka alikuwa nyoka mkubwa. Samani alikuwa katika huo Astra World. Tungali tunaongelea Astra World. Alikuwa katika huo mkutano ambapo nilianza kuona viumbe vya mavazi meusi wanatembea. Nikaona nyoka mweusi mkubwa akitoa sumu na kuingiza katika dunia. Sumu ya shetani inatoka katika huu ulimwengu wake na kuingiza hiyo sumu hapa duniani. Na kuingiza sumu hiyo hapa duniani. Wakati naona sasa hiyo sumu inatoka huko katika ulimwengu wa mashetani na kuingia katika hapa duniani kwa watu sasa kama sisi sasa. Ndio nikawa naona matukio haya, maisha ambayo watu wanaishi. Watu hawaishi maisha yao, watu wanaishi maisha yaliyopangiliwa na kuzimu. Usidharau mtu kwa sababu unaona mtu ni mlevi afu unamcheka. Hapana, muombe mtu mlevi, muombe malaya pia, usimcheke. Muombe hata mtu ambaye ameshindwa na shule, usimcheke. Ni vitu vya ajabu vinatendeka katika ulimwengu huu wa giza. Moja matukio nilianza kuyaona. Wanawake wakaanza kunyoa nywele zao. Sumu inatoka wapi? Katika Astra World. Inakuja physical world kuanza kudestroy mpango wa Mungu kwa wana wa Mungu. Kuharibu chochote ambacho Mungu alikisema mwanadamu asifanye, wao wanafanya, wanamwambia mwanadamu akifanye. Sumu inapofika kwa mwanamke yote anayopigwa na hiyo sumu, ya huyo nyoka, unajua sumu inatoka kwenye kinywa cha nyoka, na mwanamke anayopigwa na hiyo sumu automatically anabadilika. Anachukua mtazamo wa shetani katika ulimwengu wa kiroho. Unaona mtu yuko kama vile amepagawa na kitu fulani, yani kama vile yuko kwenye electric. Unaona mtu amegusa umeme alafu anatetemeka hivi. Unamuona kabisa. Anageuka, anachukua mtazamo wote wa shetani, anabadilika. Katika ile kubadilika kwake, matokeo katika ulimwengu wa roho, sisi tunaanza kumuona huyu mtu anaanza kutoka kwa mambo ya kweli kuingia mambo mengine. Ndio hapa sasa mabadiliko ya watu yakaanza kuonekana. Jinsi mtu anaanza kutaka kuishi. Moja nikaanza kuona napopata hiyo sumu, wanawake waliopata hiyo sumu walianza kuingia kwenye masaluni kuanza kunyoa nywele zao. 2, wakaanza kutembea nusu uchi. 3, wakaanza kukosa amani katika ndoa. 4, wanawake wakaanza kuoa wanawake. 5, wanaume wakaanza kuoa wanaume. 6, watu wakakosa upendo watu wakakosa upendo na wakawa na chuki na kukawa na chuki. 7, wanadamu wakageuka kama nyoka, akili
Ndio hapa naanza kuonyeshwa akili ya mwanadamu, ikatoka katika akili ya mwanadamu ikawa akili ya nyoka. Akili na mtazamo na kuishi na mtazamo wa kuishi ukabadilika, ukawa ni waasi kama shetani. Nikaona wanawake wakaanza kuvaa shati, na huko wanahacha vifua wazi. Wanawake wakaanza kuvaa suruali, wanaume kuvaa suruali za kukatika katika na kukachanika, yani kuchanika chanika, kukatika katika na kuchanika chanika. Ndipo nikaona wandege wale ambao niliwaambia, wale wandege wa blue ambao nilianza nao, ambao walikuja kuniambia habari za mambo haya, wakanijia. Waliponijia hao ndege wawili tena, walianza kusema nami hivi. Wakati wanasema, kwa mara ya kwanza sikuweza kuelewa. Kwa nini sikuweza kuelewa? Kwa sababu sikuweza kuwekeza akili huko, nilikuwa na bado ningali natoka katika ya maono, na naona wengine tena wanakuja, nikaanza kuangalia. Sasa wakati wanavyokuwa wanaongea, ndipo sikuweza kuelewa. Ndipo sasa ndipo mmoja akasema, wala hajakuwa tayari kutusikia. Akaniuliza swali, je, uelewi kwamba chachu ya Mafarisayo ni elimu yao ya uongo? Ndio wapo sasa nikaanza kumuelewa. Baada ya mmoja kusema, niliona wanafungua kinywa kana kwamba wanaongea na mimi nisemi, lakini sikuwa nasikia wanavyokuwa wanaongea. Baadaye mmoja akafungua kinywa, hapo nikaanza kusikia. Akasema hivi, hajawa tayari kutusikia. Mwingine akareply akasema, je, Joel, hujui chachu ya Mafarisayo ni mafundisho yao ya uongo? Akanipatia na kitabu hiki. Aliponipatia Mathayo sura ya 16, najua ile Mathayo 16:5 hadi 12, tutasoma yote. Nasema hivyo, nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao, wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate? Naye Yesu akafahamu, akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache, kwa sababu amna mikate? Amjafahamu bado, wala akumbuke ile mikate 5 kwa wale 5,000 na vikapu vingapi mlivyookota? Wala ile mikate 7 kwa watu 4,000 na makanda mangapi mlioyaokota? Imekuwaje hakufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mikate naliwaambia? Ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate, bali ni mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Sikiliza, haya yanatoka wapi? Kuzimu kuja kuharibu sisi. Mafundisho yanatoka wapi? Kuzimu kuja kuharibu ulimwengu. Akasema, kila mafundisho yanayoruhusu watu kuwa kama ulivyoandika hapo juu, jua ni sumu ya joka, ni mafundisho ya shetani yaliyoingia katika ulimwengu. Wananiambia mafundisho yote yanayoruhusu hayo yote ni mashetani, hakuna lolote. Hii ni kengele ya 3 kuamka kwa Kristo, kuamka kwa dunia, kwa kanisa samani. Akasema hivi, hiyo ndio sumu ya joka. Kwa ajili hiyo watu wa matendo hayo ni waasi na ni watu wa joka. Ni waasi kwa Mungu, lakini ni watu wa shetani. Kwa ajili ya hayo watu wa matendo hayo, nishasema hayo. Nikaona tukio la 12. Akaniendelea kuniambia, wana wa Mungu na wawe mbali sana na mambo hayo. Kila atamanie maisha yake kuwa sawa na kujikosesha kwa sehemu au neno moja, ufalme wa Mungu hafai. Katika ufalme wa Mungu hafai. Watu hawaoi, akaniambia watu hawaoi sawa. Kwa nini watu hawaoi sawa?
Akaniambia kwa sababu ya umalaya wanaoufanya kabla ya ndoa. Hawa ndege sasa na wao wanaanza niambie, kwa sababu ya nini? Ya umalaya ambao watu wanaofanya wanafanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Wote wanaofanya na waliofanya tendo la ndoa kabla ya kuoana wako katika kifungu na wala wawezi kabisa kumuona Mungu. Waabudu dunia hawataweza kuona mbingu, wanaoabudu dunia. Bado tunaendelea na sumu ya shetani. Nikaambiwa sumu ya shetani ni mafundisho ya uongo ambayo ameyaleta duniani na anafundisha ili apate wafuasi wengi na wote wapotee. Mafundisho yake ujigawa katika matabaka kabisa. Sasa tabaka la kwanza ambako sumu ya shetani imejigawa, tuanze kuangalia sumu ya shetani imebezi kwa sehemu ya kwanza eneo gani, ama mafundisho ya shetani yamekaa sana kwa sehemu ya kwanza eneo gani. Nikaanza kuambiliwa nao wandege wawili ambao walianza kunitokea mwanzo wa ushuhuda niliwaambia. Moja, tabaka la kwanza ni uongo katika kanisa ambao shetani ameingiza. Uongo katika kanisa, kujiingiza kama mwanakondoo na mafundisho ya kugeuza maandiko. Hilo ni tabaka la kwanza la shetani. Anaingia na uongo katika kanisa, lakini anauvaa kama mwanakondoo, na anapoanza kufundisha anaanza kuleta maandishi, anaanza kubadilisha maandiko, maana ya maandiko. Anaweza kasoma maandiko vile vile, lakini kutafsiri anatafsiri kivyake yeye. Unaona Katika sehemu hii anakamata watu wengi. Ndio ninaambiliwa katika sehemu hii anakamata watu wengi. Watu wanaabudu wasichokijua. Kanisa la kweli hujulikana kwa ugumu wa mafundisho yaletayo toba kwa mtu na kumleta mtu kwa Yesu Kristo. Hilo ndilo kanisa la kweli. Tafuta hilo linalokufanya wewe ukihubiriwa unaona ananisema leo. Hilo ndilo kanisa lako la kukufikisha mbinguni. Sawa Akasema hivi, yanafanya mtu kujua njia zake na mahali pake. Hayo mafundisho yanamfanya mtu kujua njia zake, yani tabia zako, na mahali pake katika kumtumikia Mungu. Lazima ujue mahali pako katika kumtumikia Mungu. Sasa pia alijali haki katika alijali haki ya ulimwengu, bali kanisa hilo linafuata neno na kuacha neno. Yanafuata neno na kuacha neno liwe sawa. Linafuata neno na kuacha neno liwe mwamuzi katika yote na ndani ya yote. Kanisa lenye kutenga watu na kuwaweka kuwa milki ya Bwana Yesu. Milki ya Bwana Yesu. Hilo ndilo kanisa la kweli, sio ile ambalo linasapoti wewe kufanya vitu visivyofaa. Mchungaji huyo anakupeleka pabaya. Nimeona nisome hapa ili upate kuelewa vizuri, na nitasoma hadi nimalize tabaka zote ambazo nilizipewa ili upate kuelewa, na tunapokubaliza hizo tabaka zote ni imani, itakuwa ni sehemu yetu ya acha tumalizie yote. Acha tumalizie kengele yote katika sehemu hii yake ya pili. Kengele ya tatu imalizikie hapo kwa sababu ni ndogo ambayo imebaki michache niseme. Sasa akaniambia huyo malaika, akasema Paulo akasema, vita nimevipiga. Vita nimevipiga na mwendo nimeumaliza. Akaniuliza swali, angeumalizaje mwendo Paulo? Huyo Paulo kusema hivyo, angeumalizaje mwendo? Angevipigaje vita kama si katika neno? Akaniambia, angevipigaje vita kama si katika neno? Kama si katika neno la kweli. Sasa kanisa la shetani linaleta uhuru na haki sawa kwa watu, linaleta uhuru na haki sawa kwa watu, linakuja kuwafurahisha watu,
na kuwaacha wawe watoto kiroho, kila mara hakuna mabadiliko. Yeye ni muongo na baba wa uongo, ni nyoka wa zamani ajuwaye kudanganya, na anapopotosha ufanya mtu ajiaminie kuwa yuko salama. Tabaka la kwanza ni uongo wa shetani ulioingia katika kanisa. Sehemu ya kwanza ya mafundisho ya shetani. Mafundisho ya mashetani hayaishia tu kanisani. Sehemu ya pili ama tabaka la pili ama ngazi ya pili, anasema ni mafundisho ya uongo yenye nguvu ya kuua maadili. Mafundisho ya uongo yenye nguvu ya kuua maadili kwa wazazi. Haya mafundisho yanaanza kuua maadili kwa wazazi, naye uwapa usingizi, yani uwapa wazazi usingizi wa kufuatilia watoto wao. Anawaacha wazazi wasiwezi kufuatilia watoto wao. Unaona, uongeza maarifa ya uongo kwa watoto. Anaongeza maarifa lakini ni ya uongo kwa watoto. Anawapa watu ulevi, na katika ulevi una sehemu zake. Sehemu ya kwanza katika ulevi wa shetani, ulevi wa kutoweza kutambua siku zao duniani, yani unajisahau, unalewa na maisha. Huu ni ulevi. Ulevi wa pili, ulevi wa pili uwazubaisha kwa mambo ya kupita na kufunga akili za watu wasipate kuona kifo na hukumu ya Mungu wao. Ulevi wa pili. Ulevi wa tatu wa shetani katika tabaka la pili, anasema hivi: uondoa akili ya kuzeeka kwa watu ili wabaki na kuendelea kufanya mambo kama watoto hata kama wamekuwa ni watu wazima. Lakini pia uondoa woga kwa wasichana na kuwapa ujasiri wa kuolewa na kufanya mapenzi na watu wazima kama baba zao kama baba zao. Watu wafanyayo hayo wajue wako chini ya sumu ya shetani na wala hawawezi kuona mbingu. Wako chini ya shetani, ya nguvu ya sumu ya shetani, na wala mbingu si ya kwao. Sawa, Akasema imeandikwa kwamba mbingu ni nchi ya haki, wala kinyonge akitaingia. Na wafanyapo mambo hayo wao ni wanyonge, tena ni wenye mashaka na uchi na maskini, ambao mlango wa mbinguni umefungwa kwa watu kama hao. Hilo ni tabaka la kwanza. Unaona jinsi shetani anavyocheza mpira katika ulimwengu. Tabaka la tatu, na hilo ndilo tabaka la mwisho. Tabaka la tatu ni tabaka la tatu. Shetani ana mambo mengine machache anafanya hivi: uleta watu kwenye utimilifu wa uovu. Shetani anapeleka watu katika utimilifu wa uovu. Utimilifu wa uovu ni nini? Utimilifu wa uovu ni yale ya mwanadamu kujichukia yeye mwenyewe kwanza. Wewe mwenyewe unajichukia kwanza, ndio kazi ya shetani. Anakupeleka katika utimilifu ambayo ni yale ya mwanadamu kujichukia na kupenda kufa. Unajichukia alafu unapenda kufa. Unaona? Kwa hiyo mwanadamu uishi bila swali la hofu ndani yake. Unaona? Mwanadamu ufurahia dhambi kushinda kweli. Ndio hapo unajichukia wewe ukapenda kufa. Wafurahia dhambi kushinda kweli. Wakaniambia uwafunga macho ya kiroho ili wasipate kuingia katika kanisa la kweli. Ndio kazi ya shetani. Lakini kwa hiyo hofu imeondoka duniani. Mwanadamu ni mtu wa kwenda zake kuingia katika hukumu, huku hali wala kuomboleza. Waliomzungushia kamba ndo walio mnyonga. Sumu ya shetani
ni tabia chafu ambazo anaweka kwa watu: ubaguzi, uchawi na mambo kama hayo ama kadhalika, na kuendelea kwa machafu. Hiyo ni tabaka za shetani. Ndivyo shetani anavyofanya kazi katika ulimwengu. Wanajichukia ndugu, wakati unakataa kuambiwa ukweli, wajichukia na unajinyonga. Usizani wewe unaokoka. Akaniambia, sasa utaona alama ya kumilikiwa na shetani. Alama ya kumilikiwa na shetani: watu utambulika sirini. Watu utambulikana sirini. Wale wote watendao dhambi ya siri na kuficha huko, wakizania hawakuweza kuonwa, wanatambulika mbele yake, yani mbele ya Yesu Kristo. Unafanya dhambi lakini unaificha siri. Toa siri. La pili, watu utambulika hadharani. Wale wote watendao dhambi hadharani hujulikana kwake. Wale wote watendao mambo ya shetani hujulikana kwa njia hizo mbili. Ukitenda ya dhambi za sirini utajulikana. Ukitenda dhambi hadharani utajulikana ya kwamba wewe ni wa shetani, ya kwamba wewe wamilikiwa na shetani. Wakati wowote wapenda mtu wa mbali. Unapokuwa wapenda mtu wa mbali sana alafu wa karibu una mgogoro naye, una vita na wa karibu, lakini wa mbali sana unampenda, ujue unamilikiwa na shetani. Huo si wa Mungu. Upendo huo ni wanafiki. Wamilikiwa na shetani watambulika mbele zake kwamba wewe ni wake, yaani wewe ni wa shetani. Wimbo na kundi la watu wakiimba. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kumalizia. Iliona wimbo kwanza, niona watu huko mbinguni wanaimba sasa wimbo, na kundi ilikuwa ni kama kundi la maombi Bwana. Kundi nzima watu wamevaa mavazi mavazi meupe kama kanzu vile, kanzu nyeupe Bwana. Alafu wako na mangoma wanaimba, wakawa wanaimba wimbo huu: waambie wateule waambie wateule wavumilie, siku Bwana atakuja hata walipa. Watu wa maombi wanajua wimbo, akisikia hivi. Labda mimi nikawa nisijaimba vizuri, lakini na imani watu wengi wanajua wimbo: waambie wateule wavumilie, siku Bwana atakuja hata walipa. Waambie wateule wavumilie, siku Bwana atarudie, siku Bwana atakuja hata walipa. Wakaendelea kuimba wimbo huu, ndipo nikaambiwa kwamba huu wimbo ni wa mbinguni, nao watu wanaoimba ni wa mbinguni watakatifu. Akasema tena, mbinguni kuna nyimbo nyingi na aina nyingi za nyimbo ambazo zinaimbwa mbinguni. Sawa ambao na aina nyingi za uimbaji ziko mbinguni. Nikaulizwa swali kama wateule ni wanani? Wateule ni wanani? Ndio sasa nikaona watu wenye kanzu nyeupe wakipanda ewani au juu. Nikaambiliwa hivyo ndo itakavyokuwa siku ya unyakuo. Ni wateule peke yake watakaoweza kupanda mbinguni, watu waliokataa kuwa milki ya shetani bali milki ya Mungu, waliotembea naye siku zao na wala hawakufuatisha mambo ya dunia hata siku moja, bali walitembea na sheria ya Mungu. Kwa hiyo Bwana atawakaribisha nyumbani kwao. Kwa kuwa wateule wengi kuwa wateule ni kuwa mteule ni kujikana kwa mambo ya dunia, kujitenga. Sasa wengi wanapata sauti ya Mungu kwa njia tofauti. Wanapata sauti ya Mungu kwa njia tofauti, lakini hawataki kugeuka. Nao walio wa Mungu usimama kwa haki. Hiyo ndiyo
sehemu yake ya pili ya kengele yake ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ni mambo mengi. Kadiri vile kengele linavyozidi kushuka na ndivyo mambo yanavyozidi kuingia deeper. One day Mungu akitupatia kibali, labda tutakuja tukaonyesha after world ni nini kwa undani zaidi. Hatutaenda huko leo, sikutaka kwenda huko sana, bali tukaje kwanza kwa kengele hizi 7 ambazo Mungu ametubarikisha, ametupatia baraka kwa kuelewa jinsi gani tunaweza tukajitambua na kuishi katika maisha matakatifu katika kanisa. Tusiwe ndani ya kanisa, kumbe sisi ni milki za Shetani. Sasa panapo majaliwa siku nyingine tutakuja kuanza kengele yake ya 4 na baadaye tunasonga na kengele zingine katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu kengele ya 4 ni ndefu sana. Ni imani italeta hata sehemu 3 ya imani, ni ndefu sana. Asanteni sana ndugu wapendwa. Asanteni na Mungu awabariki. Amen. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.